Anasema muarikhuna, kulikuwa na mfalme mmoja pale Yemen akiitwa Rabi'a ibn Nasr. Rabi'a ibn Nasr huyu katika Himyari alikuwa ni katika wafalme wenye nguvu sana, lakini aliota ndoto siku moja kwamba ndoto hiyo ilimfadhaisha mno. Aliota kwamba mji wa Makka wa al-Yemen, nchi ya Yemen imevamiwa, watu wamesambaratishwa, watu wameuawa, watu wamejikuta hawana pahala pa kukaa. Kisha aliyewavamia yeye ndo amechukua hatamu ya dola katika nchi ya Yemen. Alivyoamka alifadhaika sana Rabi'a ibn Nasr al-Himyari, akawakusanya makuhani, waganga wake, wafasiri wa ndoto, akawaambia nipeni tafsiri ya ndoto niliyoiona. Jumla ya tafsiri alizopewa, akaambiwa hii nchi ya Yemen, nchi yako hii itakuja kuvamiwa na Ahbash, watu kutoka Habasha, na ikishavamiwa watachukua wao kila kitu. Ikamtia hofu sana, akauliza haya mambo yanatokea lini? Akaambiwa si leo wala si kesho, itachukua muda, inaweza ikafika miaka 60, miaka 70. Akasema basi kama ni miaka hiyo itakuwa mbali sana. Lakini akaanza mikakati mapema, akawachukua watoto wake na vituku vyake wengine akawa anawatawanya katika miji ya mbali, kuepuka ile fedheha ambayo kaiona kwamba nakaambiwa iko karibu itakuja. Kawahamisha baadhi ya wanawe na watu wake, kawapeleka katika sehemu inaitwa Al-Hira huko Iraq. Na wanasema muarikhuna, miongoni mwa vitukuu na vijana watoto wa huyu bwana waliokuwa kule ni mfalme ambaye ametamba sana katika Jaziratul Arab, anaitwa Nu'man ibn al-Mundhir. Ni maarufu sana, tulikuwa tunamsoma katika adab na tarikh. Nu'man ibn al-Mundhir ni katika vizazi vya Rabi'a ibn Nasr al-Himyari. Hawa ni katika wafalme ambao walihama kwa matukio haya ambayo tumeyasimulia, wakapelekwa katika miji mingineyo. Rabi'a ibn Nasr huyu akaishi katika ardhi ya Yemen, akaishi kisha baadaye akafa. Wakaja watoto wake. Miongoni mwa watoto wake alikuja mfalme very strong akiitwa Tubban Asad, ambaye huyu lile taji la Tubba ambayo tulizungumza ile title, wafalme wa Kirum wakiitwa Kaisar, wafalme wa Kisra wa Kifursi wakiitwa Kisra, wafalme wa Najashi wa Ethiopia wakiitwa Najashi, na wafalme wa Yemen walikuwa wakiitwa Tubba. Sasa huyu Tubba, hili jina hasa ndo ameliestablish yeye, likawa limemvaa. Wanasema alikuwa ni very rich person, alikuwa ni mtu mwenye kupenda sana kusafiri, na alikuwa amekamata vizuri uongozi wake. Tubban Asad, miongoni mwa siku alikuwa anasafiri kwenda zake Syria, Sham, na baadhi ya watoto wake. Akafikia katika mji wa Yathrib. Yathrib ndo mji wa Madina ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwacha mtoto wake pale, yeye akaendelea na safari kwenda Syria. Alipofika Syria akapata salamu huku nyuma kwamba mtoto wake aliingia katika mzozo na watu wa Madina na wakapigana na akauawa. Mtoto wake akauawa, waliomuua ni watu wa pale Yathrib. Yule bwana akarudi na hasira sana kutoka Syria, akaapa, akasema nitaumaliza na kudestroy mji huu kwa kumuua mtoto wangu tu, watakiona cha mtema kuni. Akaja zake Madina, akaanzisha na jeshi lake kubwa kutoka Syria, akaanzisha vita kali sana kuwapiga vita watu wa Madina. Vita viliendelea kwa siku kadhaa. Ulama utarikh wanasema wakati wa mapumziko ya vita, labda watu wanapigana mpaka jioni, kulikuwa kunatokea mambo ya ajabu ambayo si ya kawaida. Mambo gani? Watu wa Madina walikuwa wanawapelekea chakula watu wa Tubban Asad, jeshi lake. Sasa
amiri jeshi ambaye ni yeye alikuwa anashangaa, watu tunapigana nao vita, alafu tukiwa tunapumzika wanatuletea chakula, inakuwaje? Wanakula na wao chakula, waone kwamba labda ni sumu au nini. Wanakuta kwamba hao watu wanatufanyia kweli ukarimu, alafu baadaye vita vinaendelea. Wakimaliza vita wanapelekewa chakula. Ikawa hili jambo linamshangaza sana, linamshughulisha huyu bwana, lakini haachi kuwapiga vita kwa sababu wachukue kisasi cha mwanawe. Akauliza watu wanaoishi pale, kaambia hapo pia watu ulama. Sasa katika maisha ya Madina kulikuwa na ahbar wa Kiyahudi ambao Mtume aliwakuta Mayahudi kama tulivyosema, Banu Nadhir, Banu Qainuqa, Banu Quraidha, walihama kutoka Syria wakaja zao wakaishi sana pale Madina, na baadaye wakaishi Khaybar na sehemu nyinginezo. Nasema wapo ulama hapa, basi waiteni, nataka niongee nao, niwaulize kuhusu habari za hawa watu, mbona mimi wananishangaza. Na huu ni ukarimu wa watu wa Madina, na mpaka leo ukifika Madina utakuta watu wa Madina ni tofauti sana na Waarabu wengi ambao unakwenda kuwakuta katika miji yao. Hata pale Maka kwenyewe utakuta hali za watu wa Maka na hali za watu wa Madina zinatofautiana na tabia zao. Wale Mayahudi wanachuoni wawili wa Kiyahudi walipokuja kukutana na mfalme yule Tuban Asad, akhbiruni an hali ahli hadha albalad, hebu nielezeni watu hapa Madina na huu mji namna ulivyo, na mimi nataka kuumaliza huu mji. Wale wakamwambia usipate shida, huu mji huwezi kuumaliza, huwezi kuangamiza. Huu mji una historia kubwa. Historia gani? Nasema innahu mahjaru akhir al-anbiya. Huu mji katika Taurati tunaona kwamba ni mji ambao itakuwa mahamio ya mtume wa mwisho. Mwenyezi Mungu anamtuma mtume katika watume wake wa mwisho, atakuja kuhamia katika mji huu. Kwa hiyo mji upo, hutoweza kuumaliza, hutoweza kudestroy. Kwa hiyo hapa ulipofika ushapigana nao sana, na watu unawaona walivyokuwa wakarimu, jeshi lako lenyewe linakula chakula chake, achana nao. Kafika pahali yule bwana akasikiliza nasaha zao Mayahudi wawili, lakini katika kuwadadisi sana akawapenda. Ni ulama na unavyojua Mayahudi wa mwanzo na Wakristo wa mwanzo lam yubaddilu shay'an. Watu walikuwa katika track, hawakupinda pinda. Mafundisho ndo yale yale ya Nabii Musa, isipokuwa wachache walioenda kinyume. Na hao watu walikuwa miongoni mwa watu wanaojua ukweli, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamjua kwa sababu amebashiriwa katika Taurat na Injili, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Kwa vitabu vya kale vimemzungumza Mtume, yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Walikuwa wanamjua sana Mtume kama vile wanavyojua watoto wao. Sifa zote za Mtume zimo katika Taurat na Injili. Kwa hiyo anamwambia wewe huwezi kufanya kitu hapa, bora uondoke. Yule mfalme hakutaka kuondoka peke yake, akasema nyinyi lazima niwachukue, twende mkanifundishe namna gani hii dini na hizi Taurat na Injili. Mungu vipi kwa sababu hivi vitu mimi mara ya mwanzo kuvisikia. Akaondoka Madina akiwa pamoja na hawa ahbari al-Yahudi wawili, Hibr au Hibrani min ahbari al-Yahudi. Wakaja zao kutoka Madina mpaka Maka. Karibu na Maka likaja kabila la Hudhail, likakutana na huyu mfalme Tuban Asad. Wanasema muarrikhina, watu wa Hudhail walikuwa wanawachukia sana watu wa Yemen, na walikuwa pia wanawachukia sana Makuraish, kabila la Quraish. Walipomwona mfalme mwenye nguvu, mwenye jeshi wa Yemen ni adui yao, lakini wakataka kuwachonganisha na watu wa Makuraishi ambao pia ni maadui zao na huyu mfalme. Wakamwambia mfalme, tunataka kukupa surprise ya zawadi kubwa, utaondoka nawe kwenda Yemen. Nini? Asema watu wa mji huu hapa wa Maka wana nyumba wanaiabudu, ndani ya ile nyumba kuna kunuz min adh-dhahab
laali, kuna mambo makubwa. Na kweli kulikuwa kuna dhahabu nyingi, kwa sababu wao wakiitakidi kwamba kuna miungu wao nini, watu wakija na mali wakizitia pale wanawapa miungu. Kwa hiyo nasema hii nyumba hii, yani Al-Kaaba, imejaa dhahabu, imejaa jawahir mbalimbali zipo hapa. Kwa hiyo kama unataka ukiwapiga vita tu watu, ukivunja ile nyumba utaondoka hapa mzito sana. Na hela ndio hela, dhahabu ndio dhahabu. Yule mfalme akasikiliza, alivyoamua sasa na jeshi lake kutaka kwenda kuivunja Al-Kaaba na kuzipata zile lulu na dhahabu na fedha. Wale wanachuoni wa Kiyahudi wakamzuia, wakamwambia unataka kufanya nini Tuban? Nasema hamjasikia hapa nimeambiwa kuna lulu, dhahabu, fedha, nataka kuzichukua. Anambia la tastati, innahum ma aradu illa halakak. Hawa waliokupa advice hii, waliokuonyesha, walitaka kukumaliza wewe. Ni kama kwamba irmi dhalimina bidhalimin, wao hawapendi watu wa Maka, lakini pia wewe hawakupendi na wanakutokomeza katika balaa hii. Ashrafu baitin ala alwujud. Unaona hii Al-Kaaba ni nyumba tukufu zaidi katika dunia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukienda kuivunja ile, wallahi utapata balaa. Usije ukafanya ulichoambiwa. Sasa nifanyeje? Anasema unachotakiwa kufanya kwenda kuitufu ile nyumba, kuiheshimu, kuizunguka, lakini si kuivunja. Mbona nyinyi hamtufu wala hamzunguki, mnaniambia mimi? Na sisi ni ahbar, sisi ni ulama, sisi tukifanya jambo watu na wao wanatufuata. Sisi hatutufu kwa sababu ile Al-Kaaba imezungukwa sasa na masanamu, watu wanaabudia vitu vingine sio kwa Allah. Kwa hiyo kama tunafanya kitu sisi, watu watakuwa wanatuona sisi ndo kudwa. Kwa hiyo kuna sababu sisi hatufanyi tawafu, hatufanyi ibada, kwa sababu ibada zimechanganywa na vitu ambavyo sio vya. Lakini wewe ni mfalme, wewe si kama mwanachuoni, wewe mambo yako ni tofauti na sisi. Kwa hiyo kama unaenda kutufu na watu, wewe kaitufu, itukuze ile nyumba, lakini usivunje. Basi akachukua nasaha za wale watu wawili kama advisor wake, chief advisor, akatufu Al-Kaaba. Watu wa Maka wanafurahi, wanaona mfalme wa Yemen leo yupo pamoja nasi, anatufu Al-Kaaba, anaitukuza nyumba yetu. Na baada ya tawafu usiku amelala, akapata ndoto mfalme Tuban Asad. Baada ya ndoto ile kuiona, na ndoto ilikuwa ameota anaivisha Al-Kaaba nguo. Al-Kaaba ilikuwa matofali tu, anaivisha nguo Al-Kaaba, kiswatul Kaaba. Alipoamka akaivisha nguo ya sufi Al-Kaaba. Ni mfalme na ana uwezo mkubwa. Watu wakafurahi. Siku ya pili akaota ndoto nyingine tena, anaivisha ndoto Al-Kaaba nguo ya kitambara ghali kuliko kile kilichovishwa mwanzo, kitambara cha sufi. Wanasema kana yulbisu Al-Kaabata, alikuwa akivisha kiswa ghali min al-Yaman, anaikivisha kitambara cha fakhri ya kitambara. Siku ya pili akakitafuta kitambara ghali kuliko sufi, akakishona vizuri, akaivisha Al-Kaaba. Muarrikhina wanasema huwa yu'tabaru awwalu man kasa Al-Kaaba, mtu wa mwanzo kuivisha nguo Al-Kaaba ni huyu bwana mfalme wa Yemen Tuban Asad. Katika kuanzia hapo ikawa Al-Kaaba inavishwa tena. Zile nguo zilikuwa zikivishwa Al-Kaaba hazivuliwi, yani inakuja nguo juu ya nguo, nguo juu ya nguo, nguo juu ya nguo, mpaka ilifika pahali ikawa imelemewa ile Al-Kaaba, kama itaanguka kwa maguo yaliokuwa juu yake. Ikawa sasa ikivishwa nguo zile nyingine zinatolewa, na mpaka leo Al-Kaaba inavishwa nguo. Kuna siku maalum, nadhani mwaka mara moja au mara mbili inabadilishwa nguo ile, mara mbili au mara moja kama sijakosea, inavuliwa, inawekwa kitambara kingine kisafi, nyakati zile za haji na zile nyakati za Rabi' al-Awwal. Watu wanaendelea kuivisha ihtiraman li hadha albayt, kwa kuiheshimu na kuitukuza
nyumba ya Al-Kaaba. Tuban Asad baada ya kutufu Al-Kaaba akarudi zake Yemen. Sasa wakati anarudi Yemen, alirudi na hawa ahbari al-Yahud. Nataka nikupe picha vipi Uyahudi ulienea katika nchi hizi. Akaja zake na hawa wanachuoni wa Kiyahudi mpaka Yemen. Alipofika Yemen, raia wake wote akawakusanya, akawaambia nataka muingie katika dini ya hawa watu Yahudia. Watu wa Yemen wakakataa, hatuwezi kuingia katika Yahudia. Mtaingia, hatuwezi kuingia. Je, mkipata dalili na burhani kwamba mko katika dhalala, nasema hapo tutakubali, lakini tutoe sisi. Walikuwa kiabudia moto katika chumba fulani, moto umewashwa kwa kweli, ukifungua mlango ule moto unatoka. Ukafika pahali wakasema ikiwa tutakwenda kutahakamu fima bainana, katika chumba kile moto ule, tumuombe Mungu mtu ambaye dini yake ni ya batil aunguzwe na moto, aliyekuwa katika haki abakie, moto usimguse. Wakaridhika. Mahibri wa Kiyahudi wale wakaenda wakasimama mbele ya mlango, makuhani wao wale wakaja wakasimama mbele ya mlango. Mlango ulipofunguliwa moto ukawa unakuja, makuhani wakakimbia, wale Mayahudi wakabakia pale pale. Wanajua kwamba sisi tuko katika haki, tunamwabudu ilahan wahidan la nushriku bihi shay'a. Wale walipokimbia watu wao wakaanza kuwalaumu, mbona mmeondoka, mmetukimbia, mmetuaibisha, hala thabattum, tuone nani yuko katika haki. Siku ya pili wale wakakubali, wakasema leo hatukimbii. Moto ulipotoka ukawaunguza makuhani wale Mayahudi wakabakia, hawakuungua. Watu wote waliokuwa katika ile miji wakasema sasa sisi tutawafuata hawa Mayahudi. Hivi ikaenea Yahudia katika miji ya Yemen na baadhi ya Jazira al-Arabia. Lakini dini day by day zinakuwa watu wanabadilika, watu wanaharibu, watu wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Ushirikina unarudi kama ilivyokuwa, ndivyo ilivyochukua nafasi hizo. Hata wakipata watu wasawa, baada ya muda wanapotoka wanarudia katika ushirikina wao. Tuban Asad baada ya maisha na yeye aliondoka, alikufa. Wakaja watoto wake waliowarithi. Watoto miongoni mwa watoto waliomrithi Tuban Asad ni mwanawe, alikuwa akiitwa Hassan. Huyu Hassan, ulama utarikhi wanasema alikuwa na ghururi na kujiona kwa hali ya juu. Ilifika pahala katika mamlaka yake akauliza, kuna jeshi lenye nguvu zaidi katika ardhi kuliko la Yemen? Kuna watu wana ufalme una nguvu kuliko wangu? Akaambiwa ndiyo, Malikul Furs. Na Fursi wakati huo ndo ilikuwa giant katika zile dola zenye nguvu sana, mpaka akimshinda Rum, Imperatoria Romania zikishindana na Farisia. Akaambiwa Hasani, hakuna mfalme strong kama huyu Malikul Furs. Wenyewe walikuwa wakimwita Shahin Shah, yani Malikul Muluk. Ndio maana Mtume akakataza jina hili lisitumike. Hakuna Malikul Muluk isipokuwa Allah. Wanasema alikuwa na taji juu ya kichwa chake kilo 90 za dhahabu. Sasa kilo 90 atazivaje kwenye kichwa? Alikuwa hazivai, ilikuwa lile taji limekamatwa na minyororo juu ya kichwa chake. Sasa linakuja tu kama linakaa juu hivi, lakini limezuiwa na minyororo. Kwa hiyo yeye akikaa kama kwenye kiti changu kama hiki, alafu taji liko juu, akitaka kuondoka linavutwa. Ndio style yake, wakimwita Malikul Muluk, ya Shahin Shah, mfalme wa wafalme. Alikuwa very strong katika nini yake ya utawala. Hassan akaambiwa huyu Malikul Fursi ndo mwenye nguvu kuliko wote. Akasema sasa jiandaeni, tunaenda kupigana na adhamu malikin, adhamu daula katika ala wajhi al-ardh. Watu wakakamata midomo yao, kijana huyu ghururi zake hizi zinampeleka wapi? Tunaenda kupigana na Fursi, anaenda kutumaliza. Lakini ni mfalme kishatoa amri. Jeshi likatahara kutoka Yemen, linaenda kupigana na kutangaza vita na mfalme wa Furs. Walipofika njiani, wanajeshi wenye akili wakala njama, wasema jamani, huyu kijana japo ni mfalme wetu lakini anatupeleka siko.
na watu wakawa wanamchukia kutokana na maamuzi yake na tabia yake ya kibri na ghurur. Sasa kila pale alipokuwa akienda katika msafara, ikipigwa mahema wakati wa kupumzika, watu wanapumzika, kila anayepita kwenda kwa mfalme lazima alikuwa anafanywa taftishi. Security ni kali kwa sababu anajua kwamba wengi wanamchukia kutokana na maamuzi yake. Kwa hiyo kule upekuzi ulikuwa mkubwa, haingii ndani mtu mpaka apekuliwe, isipokuwa ndugu yake akiitwa Amr. Yeye alikuwa anaingia tu kwa sababu huyu brother hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo wanajeshi wenye akili wakala njama, wakasema jamani, kuliko watu wa Yemen wote kupotea, waangamizwa kwa kibri na ghururi ya huyu mtu, bora tumwangamize yeye. Sasa tutafanyaje? Wakamtafuta ndugu yake ambaye akiitwa Amr. Kaambia Amri, wewe unaona ndugu yako huyu maamuzi yake ni very dangerous, amechukua maamuzi ya hatari, anataka kumaliza watu. Sisi tutaweza wapi sisi kupigana na force? Sasa tunakutaka wewe ummalize ndugu yako, alafu sisi tukubai wewe na tukuvoti kama mfalme wetu, turudi nyumbani, tutakwenda kusagwa sisi na mafursi. Akapewa maneno ndugu mpaka akakubali, kasema bora. Akaambia basi, akachukua kisu, siku yeye hapekuliwi, anaingia kwenye hema la ndugu yake, faqatalahu, akamuua kaka yake. Jeshi lote likarudi baada ya kujua kwamba shauawa yule bwana, vita tena havikuwepo, wakarudi zao. Akawa kiongozi ni Amr. Amr hakuwa katika hali nzuri baada ya kumuua mama kaka yake. Unajua kuua ni kitu kikubwa sana. Wanasema Waarabu, ya qatila ruh went ruh, mwenye kuua roho unakwenda wapi? Yani huna kwa kwenda, ile damu ile inakuandama tu. Wanasema ilikuwa hapati usingizi kabisa usiku, unaona vituko nini kwa ile damu ya ndugu yake. Kafika pahala akawa iko kwenye mahaniko, msongo wa mawazo. Washauri wake wakamwambia, unajua kwa nini wewe? Ni kwa sababu umemuua kakako, na ndio maana hivi vituko vyote unaviona. Sasa ukitaka kusalimika, uqtul jamia alladhina asharu ilayka biqatli akhika, wale watu wote waliokushauri kwenda kumuua kaka yako waue wote, na wewe utakuja kusalimika. Akawaua wote wale, akabaki sasa yeye na jeshi lingine jipya, kaendeleza serikali yake. Lakini baadaye tena kukawa hakuna utulivu, wenyewe kwa wenyewe wale ndugu wakawa wanauana, itirabi zinatokea mara hivi. Wakati utulivu haupo katika nchi, kajitokezea mwanajeshi mmoja miongoni mwa wanajeshi waasi akiitwa Al-Khunai'a. Yeye ndio ukaangukia ufalme baada ya kufa huyo Amr, uko mikononi mwake. Huyu mtu ana ausaf mbaya, anaambia yeye alikuwa ni qati'u tariq, alikuwa ni mtu jambazi, mtu laqib, mtu hajulikani, na yani ni mtu ambaye hana ausaf, lakini yeye ndo akawa mfalme. Surprise hivi watu wakaona mfalme wao ni Al-Khunai'a. Ikaendelea kuwa katika faudha Yemen hivyo, na kila siku zikizidi ukafiri unaingia na ushirikina unazidi, hakuna dini tena, watu wanaacha takalidi zile za dini ya haki, na wale Mayahudi wale wafundisho zinasahaulika. Wakati huyu Al-Khunai'a yuko katika uongozi wa kuikamata zimami ya makalidi ya Yemen, akatokezea moja katika watoto wa Tuban Asad akiitwa Dhu Nawas au Dhunnuwas. Mfalme huyu akairudisha himaya au mamlaka ya Yemen katika mikono ya kizazi cha Rabia ibn Nasr na mwanawe Tuban Asad. Akawa yeye sasa ndo mfalme wa Yemen. Wakati mfalme wa Yemen ni Dhunnuwas, katika kijiji cha Najran kule kulitokea matukio makubwa sana. Miongoni mwa matukio haya kulikuwa na rahib. Rahib ni kama watawa au
watu wa dini wa Manasara. Nasema hizi dini zimekuja zikabadilishwa mambo mengi, lakini ni dini zilizokuwa zikifuata tauhid kama vile ambavyo ni maamrisho ya mitume wote katika vitabu vyao. Kulikuwa na rahiba anaitwa Fimion. Huyu Fimion wanasema alikuja kwa kutangaza dini yake ya Kinasara katika nchi za Afrika. Sasa wakati yuko katika matembezi yake ya kutangaza dini, akakamatwa na iswaba ya maharamia. Watu wakamchukua, wakamfunga, wakampeleka, wakampiga bei kama mtumwa, wakamuuza katika mji wa Najran. Akanunuliwa kule na bwana mmoja, ikawa kama mtumwa. Sasa wakati ameuzwa kama mtumwa, akawa si mtumwa wa kawaida au si mtu wa kawaida katika nyumba ya yule bosi wake. Akawa anamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, wahdahu la sharika la. Nasema ya Masihia, Nasrania, sio wote wale walikuwa wanasema Yesu ni mwana wa Mungu au Mungu ni utatu. Wapo waliokuwa wako katika tauhid na wanatambua kwamba Allah ni mmoja. Mtume Musa, Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na anakuja mtume wa mwisho baada ya hao wote. Hii imani hii ndio waliokuwa nayo wale ahlul kitab ambao tumezungumziwa katika vitabu vyetu vya Qur'ani na mafundisho yake. Tukaambiwa ta'amul ladhina utul kitaba halul lakum, na hata chakula chao ni halali kwenu, na hata wanawake wao mnaweza mkawaoa, vitu kama hivyo. Ikafikia pahala yule bwana aliyemnunua Fimion akiingia chumbani kwake, anamkuta anasali, anafanya ibada, na mara nyingine anaziona karama mbalimbali, anaona nuru mbele yake, anakuta vitu ambavyo sio vya kawaida. Nini nimemnunua mtu aina gani? Ikabidi ampekue, wewe ni nani? Akamweleza, sisi ni watu wa dini, mafundisho yetu ya Musa na Isa, Taurati nasema hivi, nyinyi mbona mnafanya ushirikina? Watu wa pale mjini walikuwa wanaabudia mti ndio Mungu wao. Hivi sisi tunavyofanya sivyo? Ambaye nyinyi mnafanya shirki. Vipi mnaabudia mti? Mnamwacha Mungu wa haki, Mungu wa Nabii Isa, Mungu wa Nabii Musa, Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, mnakwenda kufanya ibada ya kuabudia miti? Ina maana huyu si Mungu? Tena la. Araaita in ahlaka rabbi rabbak hal ta'budu rabbi? Akamuuliza bosi wake, je, Mungu wangu ninayemwabudu mimi akimmaliza Mungu wako, wewe utakubali kumfuata Mungu wangu? Bosi wake akasema ndio. Akaambia, sasa wacha tuone Mungu wangu na Mungu wako nani zaidi. Semekana huyu rahib akaomba dua zake, akasali kumomba Mwenyezi Mungu abainishie hawa watu kwamba Mungu wa haki ni yeye. Ule mti ukaungua walikuwa na waabudia wale watu. Watu wakaona maajabu, wote wakaingia katika dini ya huyu bwana pamoja na bosi wake. Ikawa Nasrania ndio iliyotawala pale, na tabshiri ya huyu bwana Fimioni ikampata bosi wake, na watu wote wakaingia katika. Ndio maana Manasara walikuwepo katika Jaziratul Arab na Mayahudi walikuwepo kwa taalim za bakaya ya wale waliokuwa wakifuata Taurat na Injili ya haki, duna tahrifin wala ta'tilin wala tabdil. Sasa miji ya Najran ikawa inarindima kwa dhehebu hili la Kinasara. Katika watu waliohama kutoka Najran kuja Yemen, wakaja sasa wakati huku Yemen Uyahudi ulioenezwa umeshaingia ukafiri, ushirikina, umajusi wa kuabudia moto. Wakahama watu kutoka Najran, miongoni mwao ni bwana mmoja akiitwa Abdullah ibn Tamir, akija zake Yemen. Huyu ndo aloleta unasara Yemen. Alipofika huku, mfalme Dhunuwas na watu wake wako katika nini? Ibada ambazo sio nzuri tena. Watu wanaamini ushirikina, uchawi, umajusi, ushirikina ndo umetawala. Wakaja sasa wakawa, unajua Mayahudi na Manasara ni maadui. Uyahudi ni mbali na Unasara ni mbali, hawapatani hawa watu kutokea zamani. Sasa walipokuja hawa Manasara Yemen na Yahudia ndo wapo kule na washafanya taharifu zao, ikawa hawajitoi uhalisia wao kwamba sisi ni akina nani. Jambo pale mjini, njiani, wakati watu wanapita pita, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, likatokezea daba
inawezekana ikawa joka au mnyama mkubwa akawa kama amezuia njia, watu wakawa wanashindwa kupita. Yule kijana akasema, al-yawma a'rif, leo nitapata bayana kalamu rahib wa kalamu sahir, hayuhuma ahaq wa asdaq, maneno ya mchawi au ya huyu mwanachuoni wa Kinasara, ni nani mkweli katika leo nitajua. Akachukua jiwe akasema, Allahumma in kana kalamu sahir, in kana kalamu rahib asdaqu wa ahabbu ilayka min kalami sahir faqtul hadhihi ad-dabba, ya Rabbi, ikiwa maneno ya huyu mwanachuoni yanapendeza zaidi kwako na ndio ya haki, basi ili nyama liue. Akachukua jiwe tu akampiga yule mnyama na yule mnyama kupizini. Akamwambia, kijana wangu, umefika katika level kubwa, wa saufa tubtala, sasa jiandae na maonjo mbalimbali, mitihani iko karibu. Na nakwambia ikikufika siku yoyote mitihani mpaka ukawatocha ukapigwa, fala tadulla alai, usiwaambie watu kuhusu mimi, wafiche. Huu utakuwa mtihani sasa, lakini haya ulioyafikia, karama hizi ulizozionyesha, mbele kuna mitihani. Ili kijana akaendelea kuishi. Ikawa sasa watu wamemtambua kijana fulani, kijana fulani. Watu wenye shida zao wakawa nawaendea, wanasema akiwaombea dua wanapona. Walikuwa na matatizo mbalimbali, Mwenyezi Mungu anawatatulia. Mpaka waliokuwa akmaha al-abras, watu hawaoni, vipofu, anawaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wanaona. Miongoni mwa walioombewa dua wanasema Mtume alikuwa ni Jalisul Malik, mmoja katika watu wa karibu sana na mfalme. Wakikaa na mfalme, alikuwa yeye jicho lake halioni, alikuwa kipofu. Aliposikia habari za huyu kijana, akampelekea mazawadi chungu nzima, mali, hizi zote ni zako kijana, na mimi uniponye. Yule kijana akamwambia, mimi si kazi yangu kuponya, mimi siponyi watu, innama alladhi yashfi Allah, innama Allahu huwa alladhi yashfi, Mwenyezi Mungu ndo mwenye kuponya watu. Sasa wewe, in amanta billah da'awtu Allah fashafak, kama utamwamini yeye, sio mimi, muamini yeye, mimi nitamwomba yeye, atakuponya. Mfalme akaamini. Alipoamini mfalme, kijana akamwombea dua, jicho lile likarudi, likawa linaona. Akarudi zake kwa mfalme. Siku hiyo anakaa mbele ya mfalme, anamuona macho yake ni mazima. Mfalme alikuwa ashaanza kusikia tetesi za kuhusu huyu mtoto. Anamuuliza jalisuhu, man alladhi radda ilayka basarak, wewe mbona unaona? Dokta gani aliyekurudishia macho yako? Anasema, Allah huwa alladhi radda ilayya basari, Mungu ndo alofanya kazi. Una Mungu mwingine asiyokuwa Mungu wetu sisi? Anaambia, Mungu Rabbi wa rabbuka Allah, Mungu wetu sote ni Allah. Hapana, hapana, sisi ibada yetu, dini yetu nyingine, utarudi katika dini yako ile ile au tutakumaliza. Ni nani aliyekufanyia haya mambo? Akaadhibiwa mpaka akamtaja yule mtoto. Yule mtoto ndo alonifanyia haya mambo, mimi nikapona. Sasa haya, rudi katika dini yako. Akakataa kurudi Jalisul Malik, akauawa. Tena kuuawa kwenyewe, mtu anakatwa vipande viwili, kimoja kinaanguka huku, iwe somo kwa wengine, mnafuata dini mpya, watu waogope. Akauawa Jalisul Malik, akafuatwa kila aliyekuwa anamfuata huyo mtoto akawa anauawa, mpaka mtoto mwenyewe akafuatwa. Haya mtoto, we kijana, tuambie umeyapata wapi haya? Abalagha bika min as-sihri hadha al-mabla. Sasa unaona ni ule uchawi tu alofundishwa na ule mchawi aliyekufa baadaye. Anaambia, uchawi wako umefika kiwango, unawarudishia watu macho yao, unawaponya wagonjwa waliokuwa ndani mbalanga, umefanya uchawi kama huu? Akaambia, la, si uchawi, wala mimi si kazi yangu, mimi siponyi watu, inama Allah walladhi yashfi wa yubri'u al-akmaha wal abra. Allah ndo kazi yake hiyo. Watu wakimwamini Mungu wanapona, sio mimi, wala ni dua hizi naomba kumwomba Allah jalla jalla.
hapana, tuambie alokufundisha hivi nani? Sema si mchawi, tutaji. Akateswa mpaka fadalla ala rahib, akasema yupo bwana fulani kule ndo alonifundisha hivi vitu, uchawi mambo haya yote mimi sikuyapata kwa mchawi, nimeyapata kwa yule rahib. Akafuatwa rahib, rudi katika dini yetu, njoo katika dini yetu. Akakataa. Thabat, akapasuliwa pande mbili, manashir, watu wanakatwa kwa msumeno. Akakatwa na yeye bila ya kurudi katika dini ya masanamu, dini ya shirki, akathubutu katika dini ya haki, akauawa. Sasa akabakia yule mtoto, na wewe rudi. Akaambia mimi sirudi. Lakini sasa mfalme akataka kutoa punishment hii, watu wote wapate ibra na mazingatio. Akawaambia jeshi lake, mchukueni mpelekeni mpaka kwenye mlima mrefu juu huko, alafu msukumeni afe kutoka katika jabali hilo, akibingiria na kuanguka katika mlima. Wakamchukua wakaenda naye mpaka katika dhirwatil jabal, kisha kufika juu ya jabali pale top kabisa, kutaka kumsukuma yule kijana. Akamwelekea Allah akamwambia, Allahumma kfinihim, ya Rabbi nitoshe na hawa watu bala zao. Fataharaka watazalzala aljabal, jabali likataharaki, katetemeka. Wote waliokuwa pale juu, majeshi yale walikwenda kutaka kumtupa kule, wakafariki, wakadondoka wao. Yule kijana fanazala yamshi, kaenda tena akarudi kule kule kwa mfalme. Mbona hujafa we? Wako wapi watu waliokwenda na wewe? Sema laqad kafanillah, Mungu amenitosha, wamekufa wao. Akamwambia jeshi lingine, mchukueni mtieni kwenye boti, kwenye kidao, mpelekeni katikati ya bahari, kisha mumtose kule alafu mrudi. Wakamchukua mpaka katikati ya bahari, wakafika pale. Kijana akamwelekea Allah, Allahumma kfinihim ya Rabbi nitoshe na balaa na shari zao. Kiboti kile kikataharaki, wale wote wakazama, yeye akabakia, akapiga makafi yake, akarudi tena kule kule kwa mfalme. Tena hakimbii baada ya wale kufa, anarudi kule kule. Mfalme akasema, wewe ni mtu aina gani? Mbona hujafa? Wako wapi? Mungu amenitosha. Kila mbinu unafanya kama, sikiliza mfalme, sikiliza, innaka lasta biqatilin hatta taf'ala ma amuruk. Baba, wewe huwezi kuniua mimi mpaka ufuate instruction nitakazokupa mimi, vigezo na masharti haya fuata. Ukitaka kuniua fuata ninachosema mimi. Nifanyeje? Ngambia, chukua mwili wangu nitundike kwenye mti, alafu chukua watu wakusanye wote. Wakati unaniua, chukua mkuki katika mikuki yangu mimi, ukinirembea, ukinichoma mkuki ile, sema bismillah rabbil ghulam. Ukisema maneno hayo utaniua, hivi hivi huniui. Mfalme kweli akachukua watu akawakusanya, akamchukua akamtundika, akachukua mkuki, watu wote wanatizama, bismillah rabbil ghulam, akamchoma mkuki, kaingia. Yule kijana akafa. Wote walioshuhudia kitendo kile kasema, amanna bi rabbil ghulam, sote tumemwamini Mola wa kijana huyu. Mfalme hakuweza kumuua kijana huyu kwa hila zote alizozifanya, mpaka mwisho alivyomwambia fanya hivi, basi sote tumeacha dini ya mfalme, tumeamini dini ya kijana huyu. Watu wakamwambia, unaona sasa, ile leo ulikuwa ukiliogopa ndilo lilokuwa. Watu wote sasa wamekuacha, wamemfuata Mola wa kijana huyu, itakuwaje sasa? Asema watanitambua. Wakachimba mashimo sasa, jeshi lake na mfalme ukachimba mashimo, akhadid au ukhdudi zikachimbwa, ukawashwa moto. Akaba kila aliyeingia katika dini ya kijana huyu rabbul ghulam, mtieni katika moto. Watu wakawa wanaletwa makundi, utarudi katika dini? Hutaki? Sitaki, motoni. Wakati wa motoni, wanatiwa motoni. Nasema mpaka amekuja mama na mtoto mgongoni. Mama anataka kurudi nyuma kwa sababu ya mtoto. Mtoto mdogo huyu, dhambi kosa lake nini? Bora nikubali miungu hawa kumwokoa mtoto.
Inasemekana mtoto akasema, yuko mgongoni, mtoto mdogo hajaanza kusema, akasema ya umma innaki ala haq, mama nenda kama walivyokwenda wenzako, ingia wewe uko katika haq, wala usigatigati, ingia. Mtoto akasema, watu wakarushwa motoni. Muarikhina wanasema zaidi ya watu 20,000 waliosilimu, wote wakapigwa moto, hakurudi hata mmoja katika ukafiri. Allah kakisimulia kisa hiki katika Qur'an, anasema was-samai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Ashabul ukhdud ni hawa watu wa mashimo haya yaliyochoma. Kisa hiki sasa, yote haya nimeyataja, inawezekana baadhi ya historia na ni mara nyingi sana katika tarikh hakuna ushahidi wa kisahihi, hakuna ushahidi kwamba hapa hizi hadithi ni sahihi au ni tarikh, ni historia juz'un kabirun, hatuwezi kutathabat ma sihhatu hadha, lakini zipo baadhi yake ni sahihi kama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumzia. Ni history, nataka tuje tukitengeze skeleton au mwili wa hili jambo letu la sira ambalo tunataka kwenda kuizungumzia sira ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na muarikhina mara nyingi hawakufanya i'tina kubwa kama hii. Sio sheria ya halal na haram ukataka yani kila kitu kiwe ni sahihi ghayatu sihha. Mwisho wa siku ni history. Ukiingia katika janib ya history utayajua haya ambayo ninayozungumzia. Kuna watu wengine hawafahamu tofauti kati ya tarikh na fiqhi au upande wa alhalal na haram. Ala kulli hal, kisa hiki ndicho kisa cha ashabul ukhdud waliotajwa katika suratul buruj. Nini lengo la kuuawa hawa watu? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Hawakuwatesa, hawakuabudu isipokuwa tu wamemwamini Mwenyezi Mungu mtukufu. Ulimwengu ukataharak, 20,000 metupwa katika mashimo mahandaki, wameuawa. Wanasema ulama utarikh, kuna bwana mmoja anaitwa Daus dhu Thalaban. Huyu alipenya, akakimbia, akaokoka, hakuchomwa, akenda zake mpaka Sham, akenda akatoa habari. Watu wa kule Syria, Sham, walikuwa ni Kaisar wa Rom ambao wanadai ni Wakristo, ni Manasara. Ambia watu walikuwa katika dini yenu kule wa Manasara wamechomwa moto na mfalme wa kule. Mmekuja, mimi nimeokoka, nimeona kwa jicho langu. La arsaltum juyushan, kwa nini msichukue majeshi? Na nyinyi dola zenu ni kubwa, mwende mkawapige vita wale watu, mchukue kisasi. Kaisar Rom wakati huo akamwambia, kutoka Rom mpaka kwenda Yemen ni mbali, nichukue jeshi hapa, gharama kubwa, siwezi nikafanya hivyo, lakini nitakusaidia. Nenda zako Habasha, mfalme wa Habasha Najashi pia ni Mkristo, kamwambie habari hizi, atakusaidia. Akatoka yule bwana akaenda zake mpaka kwa Najashi. Barua ile kaandikiwa. Najashi alipopata barua akasoma yaliyowakuta Manasara Yemen, akakasirika. Msema watu waliomwabudu Mwenyezi Mungu wanachomwa kiasi hiki. Anasema muarikhun aliunda jeshi la watu 70,000, akawaambia nendeni Yemen mkachukue kisasi, mkawapige hawa watu waliofanya kitu hiki. Jeshi likaundwa kutoka Ethiopia, Habasha, lina watu 70,000. Kiongozi na kamanda wa jeshi alikuwa akiitwa Aryat, na msaidizi wake akiitwa Abraha. Unaona sasa ili jina Abraha wengi tunalijua, Abraha al-Habasha.
hapa nilitaka kukupa picha wapi sasa tunaelekea. Nimetaja hii taarikhi yote ina ilaka gani na historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe umesikia katika sira ya Bwana Mtume kazaliwa katika mwaka unaitwa Amal Fil, wasummiya amu wiladatihi Amal Fil lianna malika alhabasha Abraha arada an yahdima alkaaba, kwa sababu mfalme wa Habasha aliyemtuma Abraha alitaka kuivunja alkaaba. Ile jina Abraha unalisikia. Kwa hiyo jeshi lililotumwa kutoka Habasha lilikuwa likiongozwa na mtu anaitwa Aryat, commander chief wa jeshi hili, na mwanajeshi msaidizi alikuwa akiitwa Abraha. Wakaja zao wakavuka maji, unajua Jaziratul Arab, kutoka Ethiopia unavuka na sufun, kaingia mpaka Yemen, wakaenda kukutana na Dhunuwas. Vita kali katambwana, watu walipigwa vita Yemen, jeshi la Dhunuwas likasambaratishwa, na yeye mwenyewe hakukamatwa, wanasema wala hakuuawa, bali alipoona sasa anashindwa akaenda akajitosa baharini, famata ghariqan, akafa kwa kughariki katika maji. Jeshi la Yemen likashindwa, khitamu ya dola ya Yemen ikachukuliwa na mfalme wa Habasha. Hapa ndio mwanzo wa kuona kwamba utasikia jeshi la Mahmud kutoka Yemen au jeshi la tembo limetoka Yemen au limetoka Habasha, au mfalme wa Yemen kataka kuja kuivunja Al-Kaaba. Yote hii ni kwa sababu wanajashi walikuja wakavamia Yemen, walikawapiga watu wa kule, wakatawala wao ufalme, wakachukua wao. Abraha pamoja na Aryat wakawa wapo katika ushindi mkubwa wa kuhukumu Yemen. Ikafika pahali wao wenyewe wakaanza kuzozana, watu wawili hao. Unajua tena pahala pakishakuwa na uongozi, marafiki wanageuka na kuwa maadui. Kitu mmepigania wote, baadaye unaanza kuwatenga wenzako. Kisha kuwa mafanikio tayari unawafukuza au unawaua, unawafanyia hila, mbinu mbalimbali. Ndio mambo ya kidunia yanapokuwa, wengi ambao hawana ikhlas. Abraha na Aryat wakawa na makundi sasa. Jeshi hili likawa na makundi mawili. Ikafika pahala wanasema bwana, majeshi mawili haya yote kutoka Habasha yakasimama wajhan biwajhin kutaka kutwangana, wanapigana sasa. Silaha zimeshabebwa, sisi tuongoze, sisi kiongozi mimi Wanajeshi hawa wawili wakubwa, Abraha pamoja na Aryat, wakaambizana, wakazungumza, wakasema kuliko tupigane jeshi lote watu wafe, bora tupigane mimi na wewe tushuke katika mubaraza, atakayeshinda mimi au wewe atachukua yeye uongozi, badala ya kuwapiganisha watu. Watu wakaona rai nzuri, kila mmoja katika viongozi akaikubali. Abraha akakubali na Aryat akakubali, wakaingia vitani, wakapigana kwa panga zao, wakapigana. Aryat akaenda akampiga upanga Abraha katika pua, akamjeruhi. Ndio maana Abraha anaitwa Abrahatu al-Ashram. Ashram manake al-majruh, ndio jina la Ashram likatoka pale baada kujeruhiwa. Na mara nyingine mtu akishapata pigo anakuwa shujaa. Abraha alipojeruhiwa kwa upanga ule, akabadilika katika mapigano, akapambana mpaka akammaliza Aryat, akashinda. Abraha akawa yeye ndo kiongozi sasa. Watu wote wakambaye, wakamvutia, akawa kiongozi, mfalme wa Yemen. Baada ya kuwa kiongozi, ikawa ana dhulumu watu, anawafanyia watu ugaidi, anawafanyia watu ubaya. Mfalme wa Habasha mwenyewe sasa, mfalme aliyetuma ile jeshi, Najashi wa kule, akaapa, mimi nasikia huyu bwana anawadhulumu wenzake, na kapigana na wenzake, kamuua Aryat, kamanda wangu niliyemteua, kachukua yeye hitamu ya mambo. Akaapa akasema,
nitakwenda mwenyewe Yemen, ni ukanyage mchanga wa Yemen. Nikifika nitampiga Abraha vita, kisha nitamnyoa nywele zake, ishara ya kumdhalilisha mbele ya watu. Abraha akazipata salamu kwamba mfalme wa Najashi, mfalme wao, kaapa. Ili bwana likatumia akili kidogo na hikma, akachukua mchanga wa Yemen, akamwambia kinyozi ninyoe nywele zangu. Akamtuma msafiri, safiri nazo, nenda Habasha, mpelekee bwana wangu An-Najashi, mwambie Abraha anakuambia hivi, hadha turabul Yaman wa hadha sha'ri, kiapo chako ulichoapa usijipe shida kwenda Yemen kukanyaga mchanga wake. Mimi nakuletea huko mchanga wa Yemen huu hapa, ukanyage, na nywele zangu ulizotaka kuzinyoa nimeshazinyoa mwenyewe, nakuletea. Huna haja ya kuja huko, yani mimi niko chini ya amri yako, usije huku. Ile roho yake Najashi kidogo ikarudi, kwa na huyu bwana kasalima. Basi sasa katika kutaka kuonyesha Abraha kwamba yuko chini ya amri ya mfalme, akatengeza kanisa kubwa, kalita Qulais pale Yemen. Lengo lake anasema ile Al-Kaaba kule watu wanaoitukuza na nini, nataka wote mahujaji sasa wahamie huku, waje wawe wanahiji huku. Hili namfanyia mfalme wangu. Ili unajua watu kutaka kujipendekeza kwa wakubwa hufanya baadhi ya mambo kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Basi mimi najenga ili bwana wangu huyu afurahi. Maana watu wasende tena Maka kwa ajili ya kufanya ibada zao, waje huku wawe wanafanya ibada zao huku. Miongoni mwa watu wa Nasi kule Maka waliosikia habari hizi wakasema, huyu bwana sasa anatuchokoza. Hii nyumba yetu, nyumba ya Mungu hii, wanataka kuipiga vita kwa staili mbalimbali. Nasikia kumejengwa kanisa huko kubwa Al-Kaaba, yani Al-Kaaba isizuriwe tena. Akaondoka bwana mmoja kutoka bara Arabu, akaja zake mpaka Yemen, akaingia kwenye lile kanisa, akaenda akafanya haja katika sehemu wanaofanya watu misa pale, kisha akachukua uchafu wake ule akaupaka kwenye kuta zile. Asubuhi watu wakienda kule wanakuta uchafu umetapaka. Yani amekwenda kulidhalilisha. Watu wakauliza ni nani aliyefanya hivi? Wakaambia bwana, yupo Mwarabu mmoja katoka Maka huko, Ahlun Nasia, amekuja kufanya haya. Ala, basi na mimi nitakwenda kuivunja nyumba yao Al-Kaaba. Ndipo lilipoundwa jeshi. Jeshi hili ndilo lilojulikana katika tarikh Ashabul Fil, kwa sababu katika jeshi hili Abraha kulikuwa na ndovu mkubwa, na mandovu ndo walikuwa wanatangulia jeshi. Ndovu anaitwa Mahmud aliandamana nao. Hili jeshi likaundwa. Tuliacha hili jeshi linaundwa. Insha Allah kesho biidhnillahi tabaraka wa taala, nadhani umeshapata idea, malamihu ya kisa cha sira ya bwana mtume umeshakiona kilivyojitengeza na wapi tumetoka. Na Mwenyezi Mungu insha Allah akitupa uhai, kesho biidhnillahi tabaraka wa taala tutaanzia hapa, vipi jeshi la Ashabul Fil lilivyotaharak kwenda Makka kwa ajili ya kwenda kuivunja Al-Kaaba. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu faya fawza almustaghfirina wa ya najata at-taibina. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.